Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na pasipo na kupoteza wakati ningependa tuende moja kwa moja kwenye neno lake Mwenyezi Mungu, na ningependa nisome kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3. Wafilipi sura ya 3, nitasoma ule mstari wa 9. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 9, na Biblia inasema, na nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Baba, ni asante kwa hili neno lako, kazungumze nasi siku ya leo. Mungu wetu, mfalme wetu, uketie juu zaidi, kanene nasi kupitia hili neno lako kwa utukufu wa jina lako. Wacha hili neno lako Mungu wetu siku ya leo likatupe maarifa, likatuhekimishe, na juu zaidi tukapate na kukujua zaidi, juu zaidi tukapate na kuimzika, kujengeka kiimani, na pia kupata mwelekeo kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo, na hili neno nimelipa kichwa kuonekana ndani ya Kristo, kuonekana ndani ya Kristo. Na tunaona Paulo hapa anakuwa anazungumza katika Wafilipi 3:9, anasema na nionekane katika yeye, yaani Kristo, mimi nionekane katika Kristo. In simple, wacha Kristo aonekane ndani yangu, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, kwa sababu bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Kama muumini, kama Mkristo, ni muhimu sana kuelewa ukweli wa kuwa ndani ya Kristo. Lazima uelewe ukweli wa kuwa ndani ya Kristo, kwa maana huu ndio msingi wa nafasi ya Mkristo katika maisha ya kiroho. Shika hilo, narudia tena. Kama Mkristo ni muhimu sana kuelewa ukweli wa kuwa ndani ya Kristo, kwa maana huo ndio msingi wa nafasi ya Mkristo katika maisha ya kiroho. Kwa mfano, katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 inatuonyesha ukweli huo inaposema, hivyo ikiwa mtu yeyote yumo ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Andiko letu kuu siku ya leo, maana tumesoma Paulo akizungumza. Paulo alisema alitamani aonekane ndani yake, ndani ya Kristo. Hii inamaanisha kwamba alitamani utambulisho wake, kusudi lake na hatima ya Kristo. Kwa hivyo Paulo alitamani utambulisho wake, kusudi lake, hatima yake, mizizi yake yote iwe ndani ya Kristo. Simple, awe amejengwa ndani ya Kristo. Hilo ndilo lilikuwa tamanio la Paulo, na siku ya leo bado Mungu angali anazungumza na sisi. Mungu anataka tuundwe ndani ya Kristo, tujengeke ndani ya Kristo, maana ni ndani ya Kristo peke yake tunafanyika viumbe vipya, ya kale yanaondoka. Na tunapoelewa huu ukweli wa kuwa ndani ya Kristo, ndio utaleta utofauti katika maisha yetu, maana ndio msingi wa nafasi ya kila Mkristo katika maisha ya kiroho. Unapojielewa wewe ni nani, Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, je, matokeo ya ukweli huu ni nini? Ukweli upi? Kuelewa kuwa ndani ya Kristo.
kujielewa wewe ni nani. Uko ndani ya Kristo, si wewe uishie tena, ni Kristo anayeishi ndani yako na wewe unaishi ndani yake. Na ndio maana Kristo anasema pasipo na mimi hamwezi lolote. Hata kuacha hiyo dhambi hauwezi, hautaacha. Ni ndani ya Kristo na ambapo unafanyika kiumbe kipya. Ni ndani ya Kristo ambapo umelindwa, umezingirwa, umejengwa ndani ya Kristo. Ni ndani ya Kristo ambapo magonjwa yatakuona yakutoroke. Ni ndani ya Kristo ambapo umaskini utakutoroka. Ni ndani ya Kristo ambapo utapata hekima ya kimungu. Ni ndani ya Kristo ambapo sasa hautaishi tena kwa bidii yako, bali kupitia haki ya Kristo. Hautang'ang'ana. Bwana Yesu asifiwe. Hautang'ang'ana. Kwa hivyo, je, matokeo ya ukweli huu ni nini? Ikiwa haupo ndani yake, unaweza kuonekana na mambo yasiyo sahihi. Ndio maana utasikia watu wamepagawa, watu wameingishwa kwa vitu ambavyo hawaelewi, kwa sababu hawamo ndani ya Kristo. Na hivyo kama haupo ndani ya Kristo, unaweza kuonekana na mambo yasiyo sahihi. Hiyo ni hatari. Shika hilo, narudia tena. Ikiwa haupo ndani ya Kristo, unaweza kuonekana na mambo yasiyo sahihi. Hofu itakupata, maana haupo ndani ya Kristo. Majaribu yatakupata, maana haupo ndani ya Kristo. Kuchanganyikiwa kutakupata, maana haupo ndani ya Kristo. Watu ambao hawakupangiwa kuwa sehemu ya maisha yako wanaweza kukupata kwa sababu hujakumbatia ukweli wa nafasi yako ya kweli ndani ya Kristo. Lakini hapa ndipo sehemu bora zaidi. Ukionekana ndani ya Kristo, kila kitu kilicho cha kweli na kilichoandaliwa kwa ajili yako kitapata nafasi yake kukupata hapo ulipo, maana uko ndani ya Kristo, unaonekana ndani ya Kristo, na hivyo kila kitu kilicho cha kweli na kilichoandaliwa kwa ajili yako kitapata nafasi yake kukupata hapo. Lakini kama haupo ndani ya Kristo, unaweza kuonekana na mambo yasiyo sahihi, kama dhambi, kama hofu itakupata, majaribu yatakupata, kuchanganyikiwa kutakupata, hata watu ambao hawakustahili kuwa katika maisha yako yatakupata. Lakini ukionekana ndani ya Kristo, kila kitu kilicho cha kweli na kilichoandaliwa kwa ajili yako kitapata nafasi yake kukupata hapo ulipo. Urafiki sahihi utakupata, fursa sahihi zitakupata, na hatima sahihi itakupata. Hautalazimika kukimbizana na kile ambacho hautalazimika kukimbizana na kile kilicho chako katika Mungu, maana kitakuja, maana utakipata. Uko ndani ya Kristo, kitapata kukutambua kilipo na kije kilikupate. Bwana Yesu asifiwe. Kitakuja na ili kikupate mahala ulipo, maana uko ndani ya Kristo. Kwa hiyo watu, fursa, washirika wa biashara au mwenzi wa ndoa watakupata wapi? Jibu lako liwe ndani yake, ndani ya Kristo. Kazi yako itakupata wapi? Ndani ya Kristo. Hilo lolote unalolihitaji litakupata wapi? Ndani ya Kristo. Kwa sababu gani? Hautalazimika kukimbizana na kile kilicho chako katika Mungu. Kitapata kukutambua kilipo na kije kikupate. Kwa hiyo watu, fursa, washirika wa biashara au mwenzi wa ndoa watakupata mahala ulipo. Na hivyo swali ni je, watakupata wapi? Jibu ni ndani ya Kristo. Uonekane ndani ya Kristo. Wakolosai 3:3 inatuambia, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo pasipo na Kristo huwezi, nje ya Kristo hauwezi. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 91:1 inasema,
Aketie mahala pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Ni ndani ya Kristo utapata ulinzi wako, ni ndani ya Kristo hautahitaji hofu ya watu wakutende nini, maana upo ndani ya Kristo. Na Zaburi 91:1 inatuambia aketie mahala pasiri pake aliye juu atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuwa namalizia, nataka kusema hivi: ukiwa umeonekana ndani ya Kristo, kila kitu kilicho kweli na kilichoandaliwa kwa ajili yako kitapata kukupata hapo. Urafiki sahihi utakupata, fursa sahihi zitakupata, na hatma sahihi itakupata. Hautalazimika kukimbizana na kile kilicho chako katika Mungu. Kitapata kukutambua kilipo na kije kikupate. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Ni asante kwa kuzungumza nasi siku ya leo kwa njia ya urahisi, Mungu wetu. Ni asante Mfalme mkuu na mtakatifu, na hata kwa hili neno lako siku ya leo, Mungu wetu. Baba, wacha hili neno tukalielewe na ufahamu tukaupate, Mungu wetu, na ili ukalete utofauti katika maisha yetu. Mfalme uketie juu zaidi, wewe unastahili sifa zote, wewe unastahili utukufu, maana wewe ni Mungu na hakuna mwingine kama wewe. Ni asante kwa kuzungumza nasi siku ya leo, katuongoze Mungu wetu, siku ya leo katupiganie Mungu wetu, kwa utukufu wa jina lako. Kanyoshe mapito yetu Mungu wetu, maana tumeelewa siri, tukaonekane ndani ya Kristo, na vyote na ambavyo ni vyetu ndani ya Mungu, ambavyo Mungu amekusudia vitatupata. Wacha ikawe sehemu ya maisha yetu, maana tumejielewa siku ya leo na tutaendelea kujielewa, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu, na hivyo natumai limekuwa la baraka kwako. Nyakati zote ukibarikiwa, basi na unakuwa baraka kwa haya madhabahu, na Mungu atakubariki. Na hizi ndizo nambari zangu: 0792593648, 0792593648, 0792593648, 0792593648. Hizo ndizo nambari zangu. Ukiwa nje ya Kenya unaanza na kodi ya Kenya +254 792 593648. Na Mungu akubariki. Tuma sadaka zako. Pia unaweza ukazungumza nami kwa njia ya kupiga simu, kwa njia ya SMS, kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki. Kama huja subscribe kwenye haya madhabahu ya Kambi ya Wateule, ni YouTube channel, tafadhali subscribe, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Kila siku tunalipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza na ninakupenda sana. Hadi hapo kesho, ninakuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.